Hali ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ukiwa mzima wa afya. Leo ikiwa ni Mei Mosi, siku ya Alhamisi asubuhi, tutaangazia habari kubwa zopewa kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania, kukuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Leo tunaanza kuliangazia gazeti lako la Mwananchi kwenye habari kubwa zopewa kipaumbele. Inaanza na habari inayosema mitandao ya kijamii ilivyo faida hatari kwa afya yako. Mitandao ya kijamii ilivyokuwa faida na hatari kwa afya yako. Lakini Chadema ya koma na Murilo mageuzi. Chadema ya koma na Murilo mageuzi, lakini yamtaka kuwajibika madai ya makada wake. Lakini kupigwa na kujeruhiwa yamgusa IGP Wambura, ikimtaka achie ngazi. Murilo ajibu mapigo, awataka kutopiga kelele pembeni. No reform ya piga hodi kanda ya Victoria na Serengeti. Lakini matarajio ya wafanyakazi kwa Samia kuelekea leo Mei Mosi, matarajio ya wafanyakazi kwa Samia. Lakini kiini wasomi kujiweka kando mijadala ya kitaifa. Kiini cha wasomi kujiweka kando mijadala ya kitaifa. Lakini talaka shisha na kubeti bado janga kibano chaja. Talaka shisha na kubeti bado janga kibano chaja. Hiyo ni habari inapatikana pia kwenye gazeti la Mwananchi. Lakini bado kuna swali linajiuliza, una sifa hizi, changamkia ajira za JWTZ. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Mwananchi ukurasa wa mbele. Na tukiachana gazeti la Mwananchi, tuangazie kwenye gazeti la Nipashe Mwanga Jamii. Linaandika hospitali yapewa siku 30 usuluhishi madai kutaka mguu wa mtoto kwa uzembe. Hospitali yapewa siku 30 usuluhishi madai ya kukata mguu wa mtoto kwa uzembe. Lakini janga la shisha michezo ya kubahatisha vaishtua serikali. Makala CCM kuja na ilani itakayoleta matumaini mapya. Lakini habari kubwa ni Chadema kukimbilia mahakamani kimataifa. Chadema kukimbilia mahakama kimataifa. Madai ya wanachama wake kuzuiliwa kwenda kufuatilia mwenendo wa kesi ya mwenyekiti Tundu Lissu. Lakini macho masikio Singida nyongeza ya mishahara. Macho na masikio Singida nyongeza ya mishahara, ukiwa kuna kaeka za Mei Mosi kitaifa. Sasa macho na masikio yote ni Singida. Lakini JWTZ yatangaza fursa ya ajira kwa vijana, kipaumbele sekta ya afya. Lakini Ridwan aipongeza NSSF kuwafikia wanachama. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii asubuhi ya leo. Lakini tukiachana gazeti la Nipashe, tuangazie gazeti lako la Mwanahalisi. Linaandika wakaliwa kooni ni wabunge wa veterani Yumo Lukuvi, Jenista na Ndugai. Lakini Balala Lissu siku 100. Sethi wa IPTL acharuka. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Mwanahalisi. Lakini gazeti lako la Mtazamo Mpya linaandika maeneo muhimu bajeti ya nishati ya wagusa wengi. Lakini wakili Ambindwile ni haki wa Tanzania kushiriki uchaguzi. Lakini bado kuna habari inasema Kigoma wa mng'ang'ania Zitto Kabwe. Waziri Mkuu Majaliwa hakuna uhuru usio na mipaka. Lakini Raia Mzalendo, gazeti lako la ukweli na wazi, linaandika Dr. Nchimbi aomba kufuatilia fujo za watia nia kivuli. Lakini CBE yaleta tabasamu kwa wenye uoni hafifu shule ya Benjamin Mkapa. Wananchi na Mtumbo wasimama na vita Kawawa. Wananchi wana Mtumbo wasimama na vita Kawawa. Lakini Waziri Kabudi aipongeza TEA kwa kuwapa mafunzo wajasiriamali. Hiyo ni habari kwenye gazeti ya Raia Mzalendo kwenye kurasa za mbele. Lakini John Mrema afukuzwa Chadema. John Mrema afukuzwa Chadema. Lakini gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora, linaandika Waziri Mkuu atoa wito kwa wanahabari. Waziri Mkuu atoa wito kwa wanahabari. Dr. Samia atoa vitabu zaidi ya 700 shule ya sekondari Ingwe. Lakini kuna habari inasema Tanzania Komoro kuimarisha ushirikiano katika usafirishaji. Wafanyabiashara jengo lililoporomoka Kariakoo wadai fidia ya bilioni 40. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Mwanahabari, gazeti bora kabisa asubuhi ya leo. Lakini gazeti lako la Majira linaandika Mwanza mbioni kuzalisha vyanzo vipya vikubwa vya kodi. Mrema hakuna kikao kilichomua kuzuia uchaguzi.
Huyu ni Mrema asema hakuna kikao kilichoamua kuzuia uchaguzi. Mtifuano kusaka ajira za JWTZ kuanza leo. Lakini usambazaji umeme na jicho la bajeti ya trilioni 2.2. Maelfu ya wananchi wanufaika na kampeni ya Samia Lego Aid. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Majira ukurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Machinga sauti ya wanyonge asubuhi ya leo linaandika Mrema kuzuia uchaguzi, ajenda ya Lissu si Chadema. Lakini tume ya Tehama Softtech za saini ushirikiano kuinua sekta ya Tehama. Na Dr. Biteko achambua tija mradi wa gesi. Dr. Biteko achambua tija mradi wa gesi, serikali kuwachukulia hatua wakandarasi wanaojenga chini ya kiwango. Lakini mikoa 15 kuanza awamu ya pili ya uboreshaji daftari leo. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Machinga sauti ya wanyonge. Lakini gazeti lako la Habari Leo na lenyewe linaandika JWTZ yatangaza nafasi ya kuandikishwa jeshini. Lakini tukta ya sifu madai yao kutimizwa, yataja mambo ya kufanywa kazi. Rawu CWT roho watu roho kwatu, macho masikio kwa Rais Samia leo Mei Mosi Singida. Lakini Dr. Mwinyi aonya vikwazo vya biashara. Ulega ataka mikakati mitaji na makandarasi mazawa. Lakini adaiwa kuwa mpenzi wake akimdai shilingi 100,000. Serikali yataja ubunifu na ufanisi wa TPDC. Huku serikali yaja na sera ya taifa ya haki jinai. Wakili mkuu aokoa bilioni 17. Migogoro sugu 1024 yapokelewa kampeni ya Samia. Hiyo ni habari ukurasa wa 3 wa gazeti la Habari Leo. Lakini tukichana gazeti la Habari Leo, tuangazie gazeti lako la Uhuru lenyewe linaanza na habari inayosema Rais Mwinyi, sera mpya ya biashara utekelezaji ni ilani. Lakini msaada wa kisheria wa Mama Samia gumzo. Uboreshaji wa mifumo waongeza tija ya bandari. Lakini Makara tunaendelea kulinda amani kuchochea maendeleo. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Uhuru. Lakini Zanzibar Leo gazeti lako linaandika Dr. Mwinyi, sera mpya kuwainua wafanyabiashara. Ujenzi wa reli bandari Tanzania umevutia usafirishaji. Lakini serikali Afrika zashauriwa kuimarisha ukusanyaji kodi. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Zanzibar Leo. Lakini gazeti lako la Zanzibar Fahari Zanzibar linaandika macho masikio kwa Rais Dr. Samia kunguruma Dodoma siku 5. Lakini gazeti lako la Tanzania Leo na lenyewe ukurasa wa mbele linaandika Mwanza yasubiri SGR kwa hamu. Biteko wataka wananchi zaidi wanufaike na gesi. Lakini Dr. Samia andaa kizazi cha biashara. Dr. Samia andaa kizazi cha biashara. Serikali yalia na ongezeko la talaka. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania yalia na ongezeko la talaka. Hiyo ni habari kwenye gazeti ya Tanzania Leo ukurasa wa mbele. Lakini kuachana kurasa za mbele za magazeti, tuangazie kwenye michezo na burudani. Tunaanza na gazeti lako Azimio linaandika Simba kula viporo 4 kabla ya Bekane. Lakini JKU yatoa Azam muungano. Yanga nayo yatinga fainali. Hiyo ni gazeti lako la Azimio. Lakini kwenye gazeti la Mzalendo linaandika Simba yarudi ligi kuu kuivaa Mashujaa kesho. Yanga JKU fainali ya muungano. Yanga JKU fainali ya muungano. Nyota wadaiwa kutimka Ken Goldi. Nyota wadaiwa kutimka Ken Goldi. Ni gazeti lako Raia Mzalendo ukurasa wa michezo. Lakini gazeti lako la Mwanahabari kwenye michezo andika Rais Samia ipongeza timu ya mchezo ya futsal. Bodi ya ligi yaipangia Simba mechi za viporo. Serikali Zambia yaitaka Nkana kukarabati viti zaidi ya 2080. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Mwanahabari. Lakini gazeti lako la Majira linaandika Yanga JKU fainali ya kibabe leo muungano. Yanga na JKU fainali ya kibabe leo muungano. Ahmedi ndoto Modewi jimbioni kutimia. Ahmedi ndoto ya Modewi jimbioni kutimia. Hiyo ni gazeti lako la Majira ukurasa wa mbele. Lakini rais wa TFF aishukuru FIFA. Rais wa TFF aishukuru FIFA. Lakini gazeti lako la Machinga na yenyewe linaandika Mashujaa yawekewa mzigo kuifunga Simba. Yanga yaifuata JKU fainali muungano. Kagera Sugar mambo magumu ligi kuu. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Machinga sauti ya wanyonge. Lakini gazeti lako la Habari Leo linaandika Simba ratiba iko sawa tutaitumikia. Lakini Yanga JKU vitani ya muungano. Rais Karia aishukuru FIFA. Hiyo ni gazeti lako la Habari Leo ukurasa wa michezo. Lakini gazeti lako la michezo gazeti la Mwanaspoti lenye lina habari kubwa inasema siri ya jeraha linalotesa Mastaa. Siri ya jeraha linalotesa Mastaa. Fainali ya kiviziana
hiyo ni fainali ya kuviziana, lakini ahadi ya Chamara kumradhi ni ahadi ya Kamara Simba kafu rasmi. Sakata la kubeti serikali yaingilia kati. Hilo ni gazeti lako la Mwanaspoti ukurasa wa mbele. Lakini habari kubwa kwenye gazeti lako la Mwanaspoti ni siri ya jeraha linalotesa mastaa wengi. Hili ni jeraha la mguu kwenye mifupa kwa mastaa wengi wachezaji wa mpira wa miguu. Sasa gazeti lako la Mwanaspoti linakuletea siri ya jeraha linalotesa wengi. Lakini leo ni finali ya JKU dhidi ya Yanga huko Zanzibar. Na gazeti lako la Mwanaspoti ukurasa wa michezo ndio alifungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa usikilizaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.